ni siku yako, siku yako ya kukutana na upendo wa Mungu, siku yako ya kukutana na msaada kutoka kwa Mungu. Yeye ni Mungu hakika aliye hai zaidi ya miungu yote ya dunia, zaidi ya wanadamu, zaidi ya miungu, mizimu, uchawi na kila kitu ambacho ungejua kina nguvu hapa duniani. Jina lake anaitwa Yesu, ambaye katika yeye mmo uzima, katika yeye umo ushindi, katika yeye umo ufufuo wa kweli. Katika yeye yote yanawezekana. Yale ambayo hayawezekani kwa kazi ya mwanadamu, yale ambayo hayawezekani kwa kazi za kipepo, yale ambayo hayawezekani kwa nguvu yoyote kutoka duniani, kuzimu, hata mbinguni, kwa Yesu Kristo yanawezekana. Na jioni ya leo anakuita katika upendo wake. Kila mmoja anakuita ili akupe maisha, anakuita ili akupe amani, anakuita ili akupe ushindi, anakuita ili akupe uzima. Anasema anakupenda, na kwa sababu ya upendo wake kwako, wakati ana enzi, wakati ana mamlaka, wakati ana nguvu, wakati anatawala kila kitu, alikupenda zaidi ya vile alivyovifanya. Alikupenda zaidi ya heshima yake, alikupenda zaidi ya utu wake, akaviacha vyote ili aje jioni ya leo kukupa maisha wewe. Alikuona wa thamani kuliko thamani aliyokuwa nayo yeye, alikuona ni wa maana kuliko maana aliyokuwa nayo yeye, akaja kukukomboa. Peke yake anasema, yeyote anayebisha kwangu nitamfungulia mlango, naye ataingia kwangu. Unauhitaji upendo, unauhitaji upendo wa kweli. Anakuita umpe maisha yako. Dhambi ilikutenganisha na Mungu, na utukufu wa Mungu ukaondoka kwenye maisha yako. Lakini jioni ya leo Mungu anakuita ili akurudishe kuwa mwana wa ufalme wa Mungu. Umeishi chini ya laana, umeishi chini ya mifumo ya nguvu za giza kwa sababu ya ile dhambi. Mungu anakuita jioni ya leo. Wakati mmoja, baba mmoja, wakati ananiambia, Roho Mtakatifu akanishuhudia, wakati ana mahusiano na binti fulani, mwanamke fulani, walivyoachana akarani, akamlani, akaharibu wanaume wake. Lakini alipomkubali Yesu akamsamehe. Yesu akuangalia tena ile dhambi aliyofanya. Yesu akuangalia yale maisha ya zamani, bali Yesu aliuweka upendo wake juu yake, naye akaupokea uzima katika kile kilichokuwa kimekufa katika maisha yake. Ndivyo ambavyo Yesu anakuita jioni ya leo. Anakuita kwenye madhabahu yake, anakwambia toka kwenye madhabahu za uharibifu, toka kwenye madhabahu ya kichawi, toka kwenye madhabahu ya magonjwa, toka kwenye madhabahu ya laana, toka kwenye madhabahu ya mateso, njoo katika madhabahu ya utukufu. Ni kweli unaweza ukawa umeishi kwa kutenda dhambi, maisha yako ni uovu. Yesu yuko tayari kukusafisha na kukuondolea historia zote mbaya ambazo zimekuwa kwenye maisha yako. Wenda umetenda dhambi ambazo huwezi mwambia mtu, imebaki ni siri yako, lakini shetani amezitumia kama daraja la kukuangamiza. Jioni ya leo yuko mwenye upendo wa kweli, yeye anaitwa Yesu. Anakuita umpe maisha yako, anakuita umpe maisha yako, anakuita umpe maisha yako, anakuita kusamehe, anakuita kuponye, anakuita kuokoe katika mifumo ya nguvu za giza. Biblia inazungumza, inasema Paulo akaenda kule Efeso, akaenda akakuta watu wamekamatwa, wanaonewa, wanatendewa mabaya na waabudu miungu. Akawauliza, ninyi mlipoamini, mlipokea ubatizo wa Roho Mtakatifu,
walivyomwambia hapana, akajua kweli kuna kitu hawana ndani yao, ndiyo maana adui amekuwa na nguvu kwao. Biblia inazungumza, inasema akawafundisha nao wakamjua Mungu wa kweli, wakabatizwa katika Kristo Yesu, wakajazwa Roho Mtakatifu, na likawa kanisa lenye nguvu. Wenda una dini yako nzuri, una dhehebu lako nzuri, lakini Mungu anakuita na kuuliza, unaye Roho Mtakatifu, unaye Mungu ndani yako? Na ikiwa hapana, ungana pamoja nami kumpa Yesu maisha yako. Inua sauti yako jioni ya leo, sema: E Bwana Yesu, mimi ni mwenye dhambi, nimetenda dhambi kwa nafsi yangu mwenyewe. Dhambi ndiyo maisha yangu, hata shetani amekuwa bwana wa maisha yangu kwa sababu niko chini ya dhambi. Nimetumia juhudi na bidii kuacha, lakini nimeshindwa kuiacha dhambi. Jioni ya leo nimekuja kujisalimisha kwako, ili uniamishe dhambi yangu, ili uniondolee dhambi yangu ambayo imefanyika daraja la uharibifu wa maisha yangu. Nimekukimbilia Bwana, nimekukimbilia uliye na mamlaka ya kusamehe dhambi. Nimekuja kukupa maisha yangu, nimekuja kukupa maisha yangu, nimekuja kukupa maisha yangu. Ninakuomba jioni ya leo unikubali, na rehema zako ziongee juu yangu leo. Unipe maisha matakatifu, uniite kwa jina lako, unitakase kwa damu yako. Na hii ni imani yangu, ikiwa utanisamehe wewe, nitakuwa nimesafishwa na kufanyika kuwa mwana wa Mungu. Jioni ya leo ninakupa maisha yangu, ninakiri hakika kuwa Bwana Mwokozi wa maisha yangu, kuwa Mungu wangu leo, kuwa baba yangu leo, kuwa nuru yangu leo. Ninakukubali uwe baba yangu leo, ninakukubali uwe mkombozi wangu leo. Ninajitisha chini ya mkono wako ulio hodari, nikisema wewe ni Kristo, Mwana wa Mungu aliye hai. Ninakuamini, ninakupenda na ninakupokea katika maisha yangu. Karibu na Roho wako Mtakatifu, niishi maisha mapya, maisha ya uhuru, katika jina la Yesu, amen. Umeokoka, usitende dhambi tena, yasije yakakupata yaliyo mabaya zaidi. Nami ninakuombea jioni ya leo, kila roho iliyokuwa inaishi ndani yako, inaishi kwenye familia yako, inaishi kwa watoto wako, inaishi kwenye biashara yako, jioni ya leo kwa mamlaka ya jina la Yesu inatangaza, ndiyo dhambi haina mamlaka tena dhidi yako, haina mamlaka tena dhidi ya uzao wako, haina mamlaka tena dhidi ya uchumi wako. Wewe umesamehewa dhambi, wewe ni miliki ya Mungu aliye hai, na kwa sababu hii umeokoka, umewekwa huru, umetakaswa, umepewa maisha mapya. Ninakutenganisha na kazi za kuzimu, ninakutenganisha na laana za kuzimu, ninakutenganisha na mateso ya kuzimu, ninakuponya na kukuokoa na mkono wa uharibifu na mauti, na kuokoa na laana ya mateso ya kudumu. Vifungo na vikuachie katika jina la Yesu.